Lakini kabla hapo, mwezi Februari, Tundu Lissu, na kati ya mambo alikuja nieleza, ilikuwa ni msimamo wao, msimamo wa Chadema wa no reform, no elections. Nataka nieleza na sababu zake ni nini, kwamba kwa kuwa tuna matatizo haya, tukubaliane kitaifa, tuahirishe uchaguzi miaka 2-3, serikali hii iendelee, tufanye mabadiliko, kisha tuwe na uchaguzi. Kwa sababu tukifanya uchaguzi sasa hivi hakutakuwa na haki. Kwa sababu tumeona mfano hii 2019, 2020, 2024. Tukifanya uchaguzi bila mabadiliko, tutapata matokeo hayo ambayo sio. Basi mimi nilimshauri Tundu Lissu, nikasema naona wasiwasi wenu ni wasiwasi wa kweli, kwa sababu kutokana na haya yaliyotokea huku nyuma, inawezekana kweli mna uoga wa kweli, lakini sioni uhalisia wa kuahirisha uchaguzi kwa muda wa miaka 2-3. Sioni uhalisia huo. Kwa hiyo nadhani hili sioni kama linaweza kukubalika. Ambia nadhani ingekuwa vizuri tujitahidi kuondoa dosari zilizotokea 2019, 2020 and 2024. Kwa sababu huko nyuma, kwanza hata mwaka 95 tulitumia misingi iliyokuwapo, na vyama hivi vya siasa vimekuwa kwa kufuata misingi hiyo. Tufuate hiyo, turudishe iwe utaratibu wa uchaguzi kama tulivyofanya 2015. Baada ya hapo ndio sasa tuendelee na mabadiliko mengine. Hakukubali pale, lakini mimi nilimwambia haya unayozungumza mengine hayawezekani, nenda mtafakari muone tunaweza kutumia kingine. Sasa baada ya kusaini ile, nilipoona mambo yale, tukaona kwanza turudi tuzungumze na kafu. Sio kafu, samani, Chadema. Kwa hiyo mimi na mzee Butiku tukaomba tukutane na uongozi wa Chadema. Tulikutana nao, ilikuwa ni timu kubwa. Wale alikuwa hapo. Tulimchukua, tulikuwa na tania, tunasema sisi wazee hatuwezi kuandika, lazima tupate kijana wa kuwa anatuwekea record. Tulikutana nao ofisini kwangu, tukazungumza haya pia. Bado tukawashauri kwamba kuna mambo mengine mnayodai hapa haiwezekani, lakini kuna mengine ni kweli yanaweza kufanywa kazi. Nendeni mkatafakari, tuone tutaendelea ili tuje tupate mwafaka. Haitakuwa vizuri Chadema kutoshiriki uchaguzi. Baada ya hapo tukawasiliana na mwenyekiti wa tume, nadhani ilitoka kwenye press mliona. Tukamwambia tumeona hii, lakini kitendo chenu, uamuzi wenu utakuwa umeingua watu wengi, na ukiwa na watu katika nchi ambao hawaridhiki, wanaona hawapati haki yao, inaweza kuwa ni msingi wa vurugu. Kwa hiyo tunawaomba, tukawaeleza tumekutana na Chadema, tunajaribu kuwashawishi, na wametuambia kwamba hata mliofanya bado kulikuwa na mashauriano, nyinyi mmesaini na sio lazima kila chama kisaini siku hiyo. Kwa hiyo mreflect tena, kama wakikubali kusaini, msije mkafunga mlango. Mwenyekiti akanijibu akasema wao wameamua
kama kuna mtu hakubaliana na uamuzi wao aende mahakamani. Sasa hili sio la mahakama, tuone hali ilivyo, kwa sababu ni kanuni. Tukiona hali na demand kwamba turudie hizo kanuni, tuzitazame upya ili tuepushe madhara, tusije tukakataa. Akaniambia basi nitakwenda nikutane na wenzangu, tutafakari, tuje tuone. Lakini baada ya hapo wakaendelea kugazeti ile kanuni. Nikawasiliana na CCM. Azungumza na katibu mkuu wa CCM. Kamweleza tuliyozungumza na Chadema, tuliyozungumza na tume, na ni vizuri CCM nayo itafakari, kwa sababu lazima tufikie mwafaka. Alinipa mwa CCM na ujua kwamba kuna madai ya Chadema ambayo hayawezekani, hawezi kufanya. Lakini kuna mengine tunaweza kuzungumza. Kwa mfano, hiyo ya kuondoa dosari zilizotokea katika chaguzi, hiyo tunaweza kuzungumza. Na akasema wewe na mzee Butiku muendelee shauri yako. Tukakutana tena na Chadema. Kutana naye mara ya pili. Tulipokutana nao hali ilikuwa imebadilika, kwa sababu wakati huo nadhani walikuwa wanakwenda kufanya mkutano Kariakoo. Kasema waliomba ruhusa, wakapata. Baada kama siku 6 hivi wanakwenda kufanya mkutano, wanakuja kuzuia wakati huo. Na wenyewe wanasema hii ni njama. Wanasema kwamba kufanya mkutano Kariakoo inaweza kuleta vurugu, kwa sababu wako watu wa aina nyingi, wa vyama vingi, wa imani tofauti, sio mahali pazuri pa kufanya mkutano. Wanasema hii imeanza lini? Kwa sababu mikutano imekuwa inafanywa Kariakoo. Hata kuna wakati Tundu Lissu alifanya mkutano Kariakoo. Serikali imekuwa inafanya mkutano Kariakoo. Sasa hii kwa nini wanasema wataona maeneo gani ambayo vyama vya siasa vitafanya mkutano? Anasema huku nyuma mtu anaweza kufanya kampeni mahali popote. Mahali popote. Na wengine vyama vidogo vidogo vile huwa vinatafuta mahali palipo na watu wengi na kwenda sokoni, na hata vikubwa hivi. So kwa mfano sisi CCM tulikuwa na kauli zetu, unasema campaign nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo unakwenda mahali popote. Sasa hii inakuja. Lakini zaidi ya hapo wakasema walimshihendo kiongozi wao, kwamba walimkamata sija round saa 11, wakazunguka naye au kumpeleka police station. Maana wamemkamata Msimbazi police station, niko karibu pale. Hawakumpeleka huko, wamezunguka. Mwisho usiku wanamteremsha mahali. Wanasema hii ni kuteka, ni utekaji na kutesa, kwa sababu ifanye. Kasema lakini hiyo isiwakatishe tamaa. Tupange tena, tuone kama tunaweza kuendelea na mazungumzo. Yani ikaja tarehe 24. Baada ya 24 nadhani ndio akasema hakuna uwezekano kufikia mwafaka. Na haya tarehe 24, kabla hapo tulikuwa tena tumerudi kwenye tume kuomba sasa tuwe na mkutano na mwenyekiti wa tume, mimi na mzee Butiku, tuweze kushauriana
tuone msimamo wa Chadema, msimamo wa serikali, msimamo wa CCM, tuweze kushauri kufanya nini. Nikampelekea ujumbe mwenyekiti kwamba tunaomba mimi na Bitiku twende kuonana naye. Akanijibu kwamba kwa wakati huo hatakuwa na nafasi kwa sababu anakwenda mikoani kuhakiki uboreshaji wa daftari la wapiga kura na kuona mapendekezo ya mgawanyo wa majimbo. Lakini kwa kuwa tulikuwa tunaona jambo muhimu, nikampelekea ujumbe tena kwamba kama yeye hana nafasi, aruhusu aelekeze mjumbe yote wa tume ama katibu tuonane nao. Akanijibu kwamba haiwezekani kwa sababu wote hao hawatakuwa na nafasi. Kwa maana nyingine, sisi tulitafasiri kwamba tume haitaki kukutana na sisi. Sasa katika hali tuliyokuwa tumefikia kwamba Chadema kwa haya yaliyotokea kuanzia Kariakoo na 24 sasa hametoka, tume inaonekana hawako tayari, tukasema tuahirishe hii kwanza. Kwa hiyo hatuendelee. Lakini matokeo haya yaliyotokea yana wasiwasi mkubwa. Nimeona yaliyotokea tarehe 24. Msimamo wa Chadema wanasema kesi ya Lissu ya public interest na watu waruhusiwe kwenda kushiriki. Serikali inasema hapana, watu kwenda pale watazuia shughuli nyingine. Kwa hiyo hakuna watu kwenda pale. Sasa imefika siku hiyo, watu wamekwenda pale, polisi wamekwenda pale. Serikali inasema hatutaki maandamano hapa, wamekwenda pale. Niliokuwa naangalia haikuleta picha nzuri hata kidogo. Serikali ilikuwa inaogopa kwamba ukija umati ule inaweza kuwa na vurugu pale. Wale watu wamekuja pale, hakukuwa na vurugu. Hakukuwa na vurugu pale. Na hii sio mara ya kwanza. Sio mara ya kwanza unakuwa na kesi ambayo ina public interest. Unajua watu wengi watakuja kusikiliza. Nilikuwa namuuliza president hapa kwa sababu mimi miaka mingi sana sijaenda mahakamani. Wakati wetu ilikuwa ukiona kesi ni ya public interest, ile mahakama unatafuta mahali pakubwa. Kwa mfano pale High Court kulikuwa na court rooms ambazo ni kubwa, ndio kesi ya public interest unasema itakwenda huko kwa sababu watu wengi watakuja kusikiliza. Na kama hapatoshi, unafanya utaratibu watu waweze kuifuatia nje ya mahakama. Kwa hiyo halikuwa jambo jipya limepata kutokea. Na hii sema hii mimi niliona ni sehemu ya tatizo kuzuia watu. Lakini ni yale yaliyotokea pale. Yaliyotokea pale. Polisi kazi yao ni kulinda usalama wa wananchi na mali yao. Na wanafanya hivi. Kwa kawaida wanafanya kazi nzuri. Kwa kweli hakuna lawama kubwa kwa kazi ya polisi katika kulinda usalama wa wananchi na mali yao. Matatizo yanakuja polisi wakianza
kushughulikia siasa. Huko nyuma tulipokuwa tunapata cases hizo za public interest, mahakama ilikuwa inashirikiana na polisi kupanga watu, na wakija wengi wanazungumza nao kwamba sio kwamba tunawazuia msiende kusikiliza kesi, sababu ni kwamba hakuna nafasi ya kutosha. Kwa hiyo ataruhusu watu kiasi fulani wataingia, wengine labda mtakaa mahali. Ndio ilikuwa inafanyika hivyo kwa kushauriana. Hapa ikaonekana ni mapambano, sio kushauriana. Ni kwenye geti imezuiwa wasiingie, wala hujui kama kule kuna nafasi ama hapana. Ni kuzuia. Na walivyokuja polisi hawakuja kwa njia ya amani. Maana unakuja unashughulika na hili, uje kwa amani. Ukiona iliyotokea tarehe 24 na tarehe 28, walikuja kwa mtindo wa vita. Uko kwenye uwanja wa vita, umejiandaa, una silaha, una magari mengi tu, askari wengi sana. Kwa hiyo una bunduki, una marungu, umevaa helmet, una mbwa, una farasi. Yani atmosphere ile ni kama uwanja wa vita. Hapo ndio tulifanya kosa la kwanza. Ingewezekana kabisa kusema hapa ni kweli hakuna nafasi ya kutosha, watakaoweza kuingia hawa wengine, ama wafanye utaratibu mwingine. Na nadhani technology sasa imeendelea, wangeweza hata kuwa na screen mahali fulani wakasikiliza. Lakini inaonekana kama mapambano. Kwa hiyo kwa upande wa serikali wanaona ni kulinda amani. Kwa upande wa Chadema wanaona hii ni kuonea, na kila mmoja ameshikia upande wake. Nadhani hili la kesi hiyo kuna misingi, maana sijui, maana wakati wote huwa uamuzi ni wa mahakama, lakini hapa inaonekana uamuzi ulikuwa wa polisi. Turudi kwenye taratibu za kawaida. Lakini ilikwenda mbali zaidi, na hii inasikitisha kidogo, kwa sababu ndio inapandikiza mbegu ya vurugu ya baadaye. Siku hiyo kuna wananchi walikamatwa na polisi pale pale Kisutu, wakawekwa kwenye magari, wakachukuliwa na polisi. Mambo ya kawaida, ungetegemea wanapelekwa kwenye police station. Hawakupelekwa kwenye police station. Baadaye wamekuja kutoa maelezo. Wamezungushwa sehemu mbalimbali, wengine wamekwenda kutupwa kwenye msitu sijui wapi, Mabwepande. Wameumizwa, wengine wamevunjwa miguu, wamevunjwa mikono. Polisi, yani pamoja na yote yale kwamba imeonekana wanatia watu kwenye magari and so on, wanawachukua, wanasema hawakukamata watu. Na wanataka waaminike kwamba hawakukamata watu.
Lakini ni kwamba hawa watu wamekuja wamezungumza, na waliozungumza pamoja na polisi kusema waliozungumza, hakuna kwa upande wa polisi waliokana yaliyotendeka. Polisi wanasema walikamata wawili viongozi wa Chadema. Maana mimi sijui wanatumia sheria gani kwamba hawa walikuwa njiani kwenda mahakamani, Heche na Mnyika. Heche amekamatwa Saranda Bridge, kuna police station pale Saranda Bridge. Amekamatwa pale saa 2 oso asubuhi. Hakuonekana siku nzima. Wanatafuta yuko police station gani, haonekani. Yeye mwenyewe anatoka, niliona kwenye press conference yao ile, ameeleza kwamba alichukuliwa, wakazunguka, kaenda Ununio, Mbweni, wapi, yuko kwenye gari tinted, hapati maji, hapati chakula, wanazunguka siku nzima. Mwisho anakwenda Oysterbay Police Station, na huko hateremshi, yuko kwenye gari. Baadaye wanasema mrudishe nyumbani kwa maelezo yake. Anasema anaelekea huko, anaona anapita sehemu, mpaka tena wamekwenda Mbweni. Mbweni ndio sijui wasaidizi wake wameweza kukimbia, Karazipo polisi wamerudi mpaka Kunduchi, kituo kidogo cha polisi. Ndio anamwambia aende atoe maelezo. Aliyosema wewe, akasema yeye atoe maelezo. Basi wakasema tunachukua particulars, wakamwachia. Ametoa maelezo haya, polisi hawajakana. Unamchukua mtu, sisi ni wanasheria wa zamani, hatujui utaratibu wa siku hizi. Hivyo kwa tunaweki na polisi, ukimkamata mtu unampeleka police station, unamjaji. Haikuwapo unamkamata mtu siku nzima, unazunguka naye, kisha unamwachia bila kumchaji. Sijui ni sheria gani inatumika. Na Mnyika naye ana the same story. Polisi hawajakana. Na wanataka wananchi waamini. Na haya yote yalizungumzwa, hakuna kitu. Nasema hii kwa upande wa polisi. Nilisema 2020, nilisema 2024, tuache kuhusisha vyombo vya ulinzi na usalama kwa shughuli za kisiasa. Tuache waendelee na shughuli zao, watakuwapo katika shughuli za kisiasa, watakuwapo, lakini wasiwe wao ndio wanaamua.